watu wanatoka mikoani, wanaonyeshwa magari, wanatoa pesa zao, wengine wanatoa nusu, wengine wanatoa karibu na nusu. Wakija kumalizia, gari hawapati na pesa hawapati. Lakini baya na la kuudhi, inafikia kipindi matapeli au wahalifu hawa wanaambia gari lako halijaja kwa sababu ya vita ya Urusi na Ukraine. Gari la kutoka China linahusiana vipi na vita ya Urusi na Ukraine? Mizigo mingine yote inakuja kasoro hilo gari. Majibu ya kuudhi kabisa. Kontena la mizigo kutoka China ambalo wewe umejifanya ni agent wa kuclear mizigo, haliji, pesa umechukua, mizigo ya watu wengine inakuja, wenye mizigo wanapata, lakini ya kwako wewe agent unasema haifiki kwa sababu ya vita ya Urusi na Ukraine. Wapi na wapi? Ndio maana nimesema, au watu wanajifanya wanakuja kutafuta investment, wanawaingiza kwenye mikataba, wanajifanya wana machimbo, wanachukua pesa za watu, baadaye inabainika yale maeneo yenye madini wala sio yao, ambayo wamewapeleka na kuwasainisha mikataba pale. Baada ya muda hawapatikani hewani, ofisi wanazotumia zinafungwa. Haiwezekani, haiwezekani. Dar es Salaam ikachafuliwa na matapeli, hafu wakawa wanazunguka kulia, wanatokea kushoto, wanasafiri, wanatembea wanavyotaka. Vyombo vyetu vya dola vipo vinaangalia. Ndio maana nimesema tunatangaza kiama cha kisheria. Tutawashughulikia vikali kwa mujibu wa sheria, kuona kwamba makosa haya hayatendeki, hayaendelei, na wanayotenda wanakuwa kwenye msukosuko na msuguano mkali wa kisheria, ikiwa ni pamoja na kutumia mamlaka za kisheria kuona kwamba wanashughulikiwa kwa mujibu wa sheria.